kinaingiza watu 600 asubuhi, watu 600 jioni, jumla watu 1200. Hakina mfanyakazi hata mmoja. Leo ni waulize wakazi wa Kabwe, kwani hapa tulipo tunafika watu 1200? Sasa laiti tungelikuwa na viwanda viwili vitatu, ina maana hapa watu wote wangelikuwa wanaamka, wana kazi na wanahakika na maisha na kuboresha familia zao. Tuna serikali isiyofikiri, tuna serikali isiyowaza juu ya maisha ya watu. Lakini wacha niwaambie kitu kimoja. Hiki nilijaribu kukiongea wakati niko na mbunge kwenye gari. Ni mkoa wa Rukwa tu ambao ziwa Tanganyika, makao makuu ya mkoa yalipelekwa kilomita zaidi ya 200 badala ya kuletwa eneo la karibu na ziwa. Uroho, uchoyo, unafiki. People, leo ukienda Kigoma unatoka kwenye maji unaingia kwenye mji wenyewe wa Kigoma. Ukienda Bujumbura unatoka kwenye ziwa unaingia kwenye mji mkuu wa Bujumbura. Ukitoka kwenye maji Mwanza unaingia moja kwa moja Mwanza pale. Ukitoka Dar es Salaam iliko bahari kuu unaingia Kariakoo, unaingia Posta. Leo watu wa Rukwa na uongozi wa CCM ulioshindwa miaka zaidi ya 60 wakachukua makao makuu wakayatoa hapa. Makao makuu ya mkoa wa Rukwa yalipaswa yawe hapa. People, na watu wengine wanaweza wakajiuliza, kwani makao makuu yakiwa hapa kuna faida gani? Wacha ni wajibu. Makao makuu ya mkoa yangelikuwa hapa ili ziwa lote lingelikuwa linapitika vizuri kwa barabara za rami ambazo ziko Sumbawanga mjini. Makao makuu yangelikuwa hapa, umeme ungelikuwa huko katika kila maeneo ya vijiji vyote vya mwambao wa ziwa Tanganyika. Makao makuu yangelikuwa hapa, zile ofisi za TRA, ofisi za madini, ofisi za Pasaki wanahusika na mambo ya ziwani, wote wangelikuwa hapa. Nyinyi watu wa Kabwe mlikuwa ni watu wa kwanza kufaidika, lakini kwa sababu ya uchoyo, kwa sababu ya unafiki, wakatoa makao makuu zaidi ya kilomita 200 kwenda kuyapeleka Sumbawanga mjini ambako hakuna uzalishaji. Uzalishaji huko hapa. People, sisemu wanaweza wakawa wanajiuliza, ni kwa nini watu wa Kabwe hawatukubali? Ni kwa nini watu wa Kiranda hawakubali? Ni sahihi msiwakubali na msiwakubali kama kwa sababu na nyinyi wenyewe hawapendi. People, mnazo sababu, sio kwamba nyinyi ni wanafiki. Ya watu wasiofikiri wa binafsi. Wacha niwaambie kitu kimoja. Hapa Kabwe. Hapa Kabwe nyinyi mko mpakani kama ilivyo Mtukura kati ya mpaka wa Uganda na Kagera. Nyinyi mko sawa na Namanga kama ilivyo mpaka wa Namanga na Arusha. Ninyi mko sawa na Tunduma kama ilivyo mpaka wa Tunduma na Zambia. Niambieni kwa nini? Kwa sababu mpaka wa Kongo na Rukwa uko hapa kilomita 60 kutoka kwenye maji. Kwa lugha nyingine, Wakongo wanatakiwa wao wanavuka hapa free, wanakula nyama, wanakula chips jioni, wanarudi bila kulipa kitu chochote. Leo badala ya kuwa na viongozi wenye fikra, viongozi wenye mawazo kuweza kubadilisha maisha ya watu ndani ya mkoa huu, wao wanafikiria kula rushwa tu. Polisi wamejazana pale, badala ya kufikiri na kupeleka mawazo kwa viongozi wao, wanawaza kula rushwa kwa Wakongo wanaoingia hapa nchini. Unakamata Mkongo ana dola 200,000 sawa na shilingi 400,000, unamlaza kwenye cruiser ya polisi, anapigwa baridi, ukimsumbua ili asubuhi aweze kuonga dola 50 sawa na shilingi 100,000. People, wewe mtu mwenye dola 200,000 anakuja kufanya shopping hapa Kabwe, huyo mtu ni wa kufukuza au ni wa kutetemekea afanye shopping ili watu wafanye biashara? Serikali yenu mtu wa namna hiyo inamkamata, inamlaza kwenye gari na pingu, wakiwa wanamhangaisha ili aweze kulipa, kuwahonga dola 50 badala ya kufikiria mawazo makubwa ya kuboresha mkoa wetu na watu wakaweza kupata maisha mazuri. Ndio maana tunasema endeleeni kikunga mkono Chadema, endeleeni kuunga mkono viongozi wetu akiwemo Aida Kenani, ili sisi tunapokuja kuongoza serikali tukapata kubadili maisha ya wananchi wetu. People, sasa muda ni
mafupi nataka nimalize jambo moja ambayo sisi kama chama tayari tumeanza kuyatekeleza. Moja ya jambo ambalo tumeshaanza kulitekeleza ni mikutano ya hadhara. Chama kupitia makamu wetu mwenyekiti Heche waliamuru kamati kuu mara moja baada ya chama kuishi jela tuanze mikutano ya hadhara, na hapa tunapoongea nadhani utakuwa ni mkutano kama wanne kama si watano. Baada ya mkutano wa Kirando leo tuko hapa na tena walikuwa kwangu jimbo la Sumbawanga mjini. Kazi ni moja, ni kupambana na maadui waliotangazwa na Mwalimu Nyerere miaka ya uhuru. Maadui Nyerere aliyotangaza alisema ni ujinga, maradhi na umaskini. Sisi kwa miaka 60 hawajawahi kufanikiwa kupambana hata na adui mmoja. Chadema tuna kazi moja ya kufanya ambayo ni kuhakikisha tunapambana na adui ujinga kwa kutoa elimu kwa watu wetu waweze kujitambua, na hilo ndio jambo linawahusu CCM sana. Wanachukia tunapotoa elimu hii, wanachukia tunapowaambia CCM hawajali, wanachukia CCM tunapowaambia wanakula rushwa na kutokujali maisha ya wananchi wao. CCM wanachukia. Unaposikia vita, unaposikia Tundu Lissu amefungwa, Tundu Lissu hajafungwa kwa sababu ni mwizi wa kuku, Tundu Lissu hajafungwa kwa sababu amemtukana mtu, Tundu Lissu amefungwa kwa sababu anawaambia tuna nchi ya watu wanaojilimbikizia mali, tuna nchi ya watu wasiofikiri juu ya watu wengine, tuna watu ni majizi tu. Sasa majizi unawaita kwa gani zaidi ya kwambia ni majizi? Jizi anayekula hela, kodi, rushwa, utamhitaji? Chama kimesema tufanye hii kazi tunayoifanya, na katika kuifanya kazi hii kuna azimio lingine ambalo sasa lilikuja kumuuzi yule mtu anajiita ni msajili wa vyama vya siasa. Msajili wa vyama vya siasa atakuja kuliongea vizuri Mheshimiwa Aida. Moja ya jambo lilomuuzi na kufikia hatua ya kutaka kuandikia chama barua ya kukifuta ni kwamba Chadema na hasa makamu wetu mwenyekiti Heche amesema iwapo Tundu Lissu hatapelekwa mahakamani, atapendekeza na atawashawishi wanachama wakadai haki ya mwenyekiti kupelekwa mahakamani barabarani kwa maana maandamano. Kwa hiyo msajili akasema wanachama kuwashawishi waandamane ili Mheshimiwa Lissu apelekwe mahakamani, hilo ni kosa na chama kinapaswa kufutwa. Sasa nataka niwape historia ndogo sana, na kwa sababu hapa anajua vipenyo huwa wakosi hapa, vipenyo wapo na sisi kazi yetu ni kusema, ili vipenyo wapate kuripoti kwamba leo walikuwa kazini. Wewe kipenyo ambaye yuko hapa, jiandae ili upate cha kupeleka kwa bosi wako. Ni hivi mtu anajiita msajili wa vyama vya siasa Jaji Mtungi na wewe Sostinyahoza, nataka wakumbuke jambo moja, na hilo walipeleka kama ilivyo. Matokeo ya kufuta chama kwao ni raha ya muda mfupi sana, ni raha ya muda. Mwaka 1912 wakati wa Afrika Kusini wakipambana na uongozi wa kibaguzi kama ilivyo CCM leo, viongozi wa serikali ya kikaburu waliwahi kukifuta hicho chama cha ANC. Wakakifuta chama kilichokuwa kimeanzishwa mwaka 1912, mwaka 60 ndicho kipindi walichokifuta. ANC ikazuiwa kufanya kazi zake. Walipowazuia kufanya kazi, wa South Africa wakachagua njia nyingine ya kwenda porini na kwenda kupigania nchi yao, na mwaka 90 serikali ilazimika kurudisha hiyo chama, na mwaka 94 ANC ikachukua madaraka na kuongoza serikali ya South Africa. Nataka kusema nini? Wazo la Sostinyahoza na watu wasionekana wanaojaribu kuleta wa ujinga kwa kufikiri kwamba wanaweza